Because na tunaambia hawa vijana eti wao ndio viongozi wa kesho. How old was Matiba when they started work? Kibaki akitoka Makerere kuja hapa kufanya kazi alikuwa miaka ngapi? Take your place. Saa hii usiangoje kuambiwa na mtu eti hakuna mambo ya kesho, ni leo. Wewe kiongozi wa saa hii. Tuende pamoja tufanye kazi, tujenge taifa letu tukienda mbele. Na pia ningependa kusisitiza vile wenzangu wamesema. Sisi tutafanya nomination ya kweli. Nimetembea. Most times I move quietly because I want to listen fast. And I've been in many meetings. I was in a meeting in Naivasha one day. I was telling my colleagues here at the NEC. Nimekutana na viongozi ambao wamechaguliwa as independent, lakini sasa wamerudi Jubilee, wanataka kuingia Jubilee. Walinizungumzia kwa njia ambayo ilinifanya nisikie aibu sana, kwa sababu walisema sisi tulienda kwa nomination pale tukanyimwa tikiti. Sasa tukaamua kusimama as independent candidates na tukashinda. Can you imagine that humiliation? We deny you a ticket and then you go there and run as an independent, unashinda. We miss a vote in the assembly, which would even have given us more opportunities to be in many committees in the assembly and so on. Lakini kwa sababu wanapenda Jubilee, wako na historia na Jubilee, wameamua kurudi. Kusema sawa, tunarudi, lakini tunawapea chance hii kuhakikisha kwamba mnafanya uchaguzi wa kweli na nomination ya kweli. Na mimi najiunga na kiongozi wetu wa uchaguzi katika chama, our director of elections, Senator Gembi Gitura, kwamba tutafanya free and fair nomination. Lakini tusikizane hivi ndugu zangu na dada. Ukiwa umeingia unataka kuchaguliwa kwa kiti, na unajua Kenya ni demokrasia, na unajua hii chama yetu tutazingatia mambo ya demokrasia. Wenzako apate tikiti. Be honest and say this is majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tukipata uongozi, kazi ni utapata kazi nyingine ya kufanya. Tusiwe eti unabenda pale unashindwa, alafu sasa wewe unaamua tena kuhama na kupeleka wanachama wengine wetu katika pande nyingine. Sisi tunataka tukae pamoja kama familia, tutembee pamoja. Mimi nataka kuwapea assignment 2 ama 3 kabla hatujakutana tena. Wale ambao mnasimama viti vya bunge, tulikubaliana na muambie wale ambao wanasimama viti vya bunge, tutakuwa na mkutano tarehe 8. Tuliambiana hapa Nairobi, parliamentary and county aspirants wa Jubilee. Kama unatafuta kiti ya women rep, senate, governor, na kama unatafuta kiti ya parliament, tumekubaliana tutakutana tarehe 8. Tuko na seminar ya our leaders, wale wa parliamentary pamoja na county. Kuna mambo tunahitaji kuzungumza. Siku hiyo we will give you some tips. Tumeanza sasa kutengeneza mipango yetu ya nomination, tutawaeleza vile tunataka kwenda mbele. Alafu kisha baadaye tukimaliza hayo, tutakuwa na mkutano pia kama huo wa wale ambao wanataka kugombea viti vya MCS, kuzungumza nanyi na kueleza vile tunataka kwenda mbele. So assignment yangu ya kwanza, hasa kwa wale ambao wanawania kiti ya ward, please familiarize yourself with every polling station in your ward. By the time we meet, uko na record ya polling station zako zote, and umeenda ukapata accurate current data kutoka IBC of how many registered voters are in your polling station. Kama unatoka kama huyu ndugu yangu Mugo anatoka hapa juu Ngando, how many polling stations do we have in Ngando? Nachukua the current printing ya IBC, how many voters are registered in Ngando, how many. Kazi nyingine tutakueleza vile tutafanya, so that every one of you
you have the details of your wards and your polling stations. Wale ambao mnasimama bunge, you must know the number of polling stations in your constituency, and also know the number of wards in your constituency. Na pia tukikutana on 8th, give us information on who are the Jubilee candidates in the wards of your constituency, because wewe mwenyewe as a parliamentary candidate caucus in the constituency. Your caucus, which brings together the civic candidates wale wa ward, as constituents, because the structure of our party, the way it is, as we prepare for the national, we will give you resources ya kuwasaidia kupanga kuweka hii mikakati for the general elections. I do not believe, unajua kuna kasumba hapa, na hiyo ni kasumba ya desperation. You know, watu ambao wanaona si, unajua hao watu sio wajinga. Tusifikiri eti wale wako kwa uongozi ni watu wajinga. Si wajinga. They know. Some of them are experienced politicians. They can see the mood in the country. Wanaweza kutudanganya hapa na sarakazi. Hata wao wenyewe wanaona kumedhoka. Hakuna. Maana wao wanajaribu kufanya hapa. Oh, unajua sisi hatuwezi shindwa. Oh, you know, hakuna rais anaweza kutolewa kwa mmoja. Afrika hapa Chakwera amefurushwa the other day, ile wa Botswana amepotea, ule wa Ghana alirushwa nje, na huyu tampota, na huyu atahama. Hiyo itakuwa namna hiyo. Yaani kwa hiyo wanaambiana, oh, unajua hakuna rais shindwa. Why? Unless we are not a democracy. Na we are a democracy kwa sababu tunapiga kura inaamua. Maana mna gani? Tuko hapa kwa nyumba tunataka kuingia hivi. Tunaweza hata kwenda na mguu mbio sana. Yeah. So azizi kusema hiyo. Sasa wameanza ya maneno kusema, oh, unajua isipotosha unatoa wapi ya kujaza? Na saa hiyo sisi tuko wapi ukifanya hiyo? Hakuna. Msisikize, ambia watu wetu. Let me tell you my brothers and sisters, tutakutana wakati hakuna hizi makamera hizi na hizi vitu. Tuongee, tujipange vile tunapanga kazi. Sasa mjue kupanga kazi. Vile tunapanga kazi. In 2016, kila mtu alikuwa ananiambia, oh, unajua wewe simamisha wizi wa mtihani Kenya hii, unajua hii ni kitu kila mtu, it's a 2.5 billion industry, the cartels are there. I said tukutane. Tuonane, tukutane. Tuone vile utaiba. Utaibia hiyo tuko wapi sio ukiiba. Tutakutana bila hii makamera, tupange kazi. Nyinyi endeni kila mtu fanya assignment yako. If you are running in your ward, make sure unalala, unaamka asubuhi, unalala ukijua my polling stations are this number and you know them, na unajua ni watu wangapi wamesajiliwa kupiga kura. The next 3, 4, 5 steps hizo tutaongea bila hizi, vile tutapanga hiyo maneno ya kuchunga kura zetu. Alafu pia kwa constituency, wale ambao mnatafuta kiti ya constituency, this is serious business. Hatuchezi hapa. Hii ni kazi, tutaipanga mzuri tupate kura, tuende mbele. Kwa sababu tunatembea Kenya hii, kila mahali unaenda nduru ni hiyo kila mtu anapiga. Dunia imeshindikana. Alafu sasa wanasema, oh, tuwezi shindwa. I mean, we also not dumb. Hata sisi tunafanyanga collections ya information, tunajua, we can see where the country is going. There is no pathway. There is no pathway for these people to win an election. Ni maneno ndio wameanza hizo maneno, umesikia, oh, you know, ikisipotosha tutajaza sijui nini. It's a psychological warfare wanataka, ili watu waanze kuwa intimidated, kuogopa, or to lose your interest. Uone hata siwezi, nitashindwa. Don't be deceived by those things. Don't you ever take that nonsense. Sisi tuende kwa kura. Wananchi wa Kenya wanataka kubadilisha serikali hii. Wametuambia hivyo. Na sisi tuko tayari kufanya hiyo kazi.
vile President Kibaki alikuwa anasema, kazi tunaijua, na hiyo tupate kura tuende kufanya hiyo kazi. Basi alisie hii